Zenyu. Mimi naitwa Robert Matano, kocha wa Fountain Gate. Tunakaribisha Manyara Babati. Si ndio wenyeji hapa. Mimi ni mwenyeji sana. Nashukuru kwa game ya kesho, game muhimu sana kwa timu zote mbili. Sana upande wetu sababu sisi hali yetu si nzuri kwa sasa. Tunaenda kutana timu ambayo imekamilika ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Sisi kwetu vijana wamejitayarisha vizuri kiakili, kimwili. Tuko tayari kwa mchezo wa kesho. Asante mwalimu. Karibu. Yes coach, kuelekea mchezo wa kesho, game ya kwanza dhidi ya Young Africans. Although tunajua kwamba uwepo kwenye mechi ya ufunguzi. Alikuwa kocha Mohamed Mwea. Kwanza Geto alipoteza 5 kwa 0 kwenye uwanja wa KMC. Kama kocha pengine ulipangaje kwa kama situation ambayo inawezekana bado inaendelea kukaa kwenye kichwa cha mashabiki na viongozi wa Geto? Nafikiri nitajibu lakini hazingestahili nijibu sababu hiyo ni first leg, second leg na mambo imebadilika tangu wakati ule mpaka sasa. Niliona hao magoli, tukaifanyia kazi, tukaona vile udhaifu ulikuwa wapi, na nafikiri hatuwezi rudia pale. Hiyo ni history, imeisha hivyo. So tunaangalia sasa. Sasa nafikiri tunajua Yanga ni timu ambayo iko tayari kabisa. Wanachezaji ambao wako technical, wazoefu na wachezaji wanaelewa nini wanataka. Na ile hamu ya kutaka kushinda sababu ni mabingwa. Tunaheshimu. Lakini heshima haimaanishi utaogopa sababu ni bingwa, sisi tuko tayari. Mwalimu, kuna maswali mawili hapa ya kiufundi zaidi. Mnakwenda kucheza na moja ya timu ambayo iko juu ya msimamo. Na tumeangalia timu yako kwa mechi kadhaa ambazo umeziongoza wewe kama mwalimu. Ina errors nyingi sana. Kwa maana ya kwamba moja katika eneo lako la ulinzi, timu inaruhusu kila mechi mnaruhusu goli. Na kwa kufuatilia pia mwalimu, eneo lako la striking force, kipindi cha nyuma umesema wewe ukwepo, lakini ilikuwa inafunga sana lakini inaruhusu sana magoli kufikiwa. Umefanya vipi unaenda kucheza na timu ambayo inaongoza kwa kila kitu? Umefanya vipi taski yako na kuzungumza na wachezaji wako? Kitu ya kwanza, mpira ni mental na in the tactical organization ya players na wachezaji wenyewe kuelewa ni nini muhimu kwa timu. Sababu tunapata Yanga wanacheza sana, wanacheza combination play na wanafunga mabao za rahisi. Kwa rahisi kwa eneo la defense ya opponents. So tukiangalia makosa yetu tunarekebisha, tumerekebisha makosa na sababu ya kuachilia ile space kubwa ambao tumekuwa tukiwacha, na pia kuelewana kwa defense na defense kama timu moja kwa umoja pamoja ambao itatusaidia kubana na kuweza kumiliki Yanga sababu wana strikers wazuri. Yanga mchezaji wote anaweza tokea kama timu ikashinda. So sisi lazima tuangalifu, lakini pia tusifikirie Yanga sana. Sana nafikiria mfumo wetu wa kudefend na kuattack. Lazima tuangalifu na tuweze kumediki na tuweze kuelewa ni wapi hatari iko, tunaweza zuia. So nafikiri tumefanyia kazi. Nafikiri hatuko vibaya kulingana kwa mchezo wa kesho. Yes, karibu. Yes. Pengine tunataka kufahamu kwa mechi ya kesho ni watu ambao wanaweza kabisa mchezo wa kesho. Nafikiri ni wachezaji watatu tu. Na kapteni Kadikilo, kuna Zamu na kuna Tiote. Wachezaji wote wako. Wanapisi kwa sababu gani? Na Sadik mmoja yellow card 3. Kadikilo yellow card 3 pia. Zamu na aliumia kwa mazoezi, amekaa kwa muda Tiote. So kina wachezaji wote wako timamu, wako tayari. Ndio mashabiki watarajia nini? Sasa kuna njia nyingine, tunacheza timu kubwa. Kwao ni heshima, kwetu ni sherehe. So lazima tuangalie, tunataka kufurahia. Watarajie furaha, sio? Mwalimu Robert, nje ya mchezo huo, ingaje ni part of ya mchezo, pressure imekuwa kubwa sana jana baada ya ushindi wa baadhi ya timu na juzi ikiwemo KMC. Mwalimu, sasa ushindani umekuwa mkubwa sana, nafasi uliopo ya 10, alama ulizozikusanya na waliopo chini yako wanaweza kuzifikia na kukupita katika mechi ambazo. Hao ndio mashindano sasa.
wakati huo unakuwa kwa wakati huo ndio wewe pia unaamka sasa, sababu ile ulegevu inaisha, inakuwa sasa kila mtu ajisaidie kwa uwezo wake. So uwezo wetu kila game kwetu ni finali, sababu kuna danger mbele na nyuma. Wala unataka kushinda ligi, si unataka kubaki ligi. So lazima tukue tayari kabisa kwa akili, technically, tactically, physically, mentally. Lazima tujiondoe malituko. Ni sisi wenyewe tumejiweka hapo na sisi wenyewe tutajiondoa. So wachezaji lazima wawe tayari na wako tayari, sababu tunajua danger, hatari iko, na haijalishi ni timu gani ambapo inakuja, sababu ukitaka kujiokoa utapigana vita na yoyote yule. So vita ya kesho ni David and Goliath. So kuna mdogo na wala mkubwa, tunaenda vita. Coach, umezungumza kuwakosa wachezaji wako wawili kutokana na adhabu ya kadi 3 za njano, na tumeona Fountain Gate katika mechi za hivi karibuni ikiadhibiwa kwa mikwaju ya penalty kutokana na madhambi ambayo wanafanya wachezaji wake. Unakwenda kucheza na Africans, timu ambayo iko very offense, pengine psychological, nini ambacho umewaambia wachezaji wako ili waweze kuepuka adhabu hizo ambazo zimekuwa zikiwakuta na hata kufanya vizuri katika mchezo? Ningekuwa Kenya ningeongea zaidi, lakini kwa Tanzania sitaongea zaidi kuhusu mambo ya penalty. So tuachie hapo. Tuachie. Tutakuwa angalifu sana sababu zingine ni za ajabu, lakini huwezi sema, sio? So tumekubali, nafikiri kama magoli yetu hata tukisema tunafungwa magoli mengi, tumefungwa through penalties mengi. Ukiangalia mahali penalty mali inatokea paka ipatikane, pia unaangalia sana paka unachoka, lakini ndio hivyo. So si udhaifu wetu kwa defense, penalty nyingi kwa kweli, lakini ndio hivyo. Nimesema ningekuwa Kenya ningeongea, sababu ningekuwa na uwezo. Sasa sina uwezo, lakini ndio hivyo.